Tuwezesha kuweza kukutana katika siku ya leo. Jina langu naitwa Sheikh Ali Muhammad Saidi maarufu Sheikh Kadogo. Ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ni kiongozi makamu mwenyekiti wa kanda hii ya Pwani. Lakini leo nasimama hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza si kwa niaba ya chama, kwa sababu kimsingi ni kwamba chama chetu kimezuiwa kufanya masuala mazima ya kisiasa. Hivyo kufanya chochote katika siasa maana yake ni kwamba kukitengenezea matatizo chama chetu, kukiingiza katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo nazungumza hapa nikiwa kama mimi Ali, na maoni yangu na fikra zangu na mawazo yangu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuelezea kwa ufupi historia yangu, alafu tuingie katika pointi ambayo naikusudia katika siku ya leo, ambayo ndio lengo na makusudio ya kuita vyombo vya habari. Jambo la kwanza, wakati najiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, niliingia katika kipindi ambacho chama kilikuwa na umoja, chama kilikuwa na mapenzi makubwa, upendo, nidhamu na mshikamano. Na baada ya kuingia, nimefanya siasa katika kipindi kifupi sana ndani ya Chadema. Na nashukuru katika kipindi kifupi nimeweza kupata nafasi kubwa sana ndani ya chama, ambayo kimsingi ni kwamba kabla ya hapo sikuwahi kuwa na nafasi kubwa yoyote ya kisiasa katika chama chochote ambacho nilichokuwa nimetoka. Mara ya kwanza nilikuwa katika chama cha wananchi CUF. Nilikuwa ni mwanachama wa kawaida, lakini nashukuru sana katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nimepata nafasi kubwa ya kuwa makamu mwenyekiti wa kanda hii ya Pwani. Kwa hilo nawashukuru sana watu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema. Katika speech yangu hii ambayo nahitaji kuizungumza, sihitaji kuweza kukiumiza chama, kwa sababu na respect katika kile ambacho walichokifanya, na ninatambua Chadema imenitoa wapi na imenifikisha wapi mpaka hapa nilipo. Kabla ya hapo sikuwa ni mwenye kutambulika katika ulimwengu wa kisiasa, isipokuwa baada ya kuingia katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini tuseme kwamba kwa mazingira na hali tulizokuwa nazo kwa wakati wa sasa, ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambayo tunayo, mimi binafsi yangu kama Ali nimeona kwamba tunakwenda tofauti. Na katika mazingira hayo basi kuna kile ambacho ninachofikiria kutoa kama ushauri na hatimaye kama maamuzi, ambayo hayo ni maoni yangu nikiwa kama Mtanzania niliyokuwa niko huru. Jambo la kwanza, tunapoizungumzia siasa, siasa inahitaji diplomasia, kwa maana ya kwamba katika mfumo wa siasa panahitajika kupatikana diplomatic, watu kuweza kuzungumza na watu kuweza kuamiliana katika yale ambayo wanayoweza kuwa wanasigana. Siasa ya kidiplomasia ni ile hali ambayo watu mnaweza mkapata nafasi ya kuweza kukaa pamoja na kushauriana katika kile ambacho mnachokiamini au kile ambacho mko tofauti. Diplomasia inapatikana hata wakati mwingine katika mapambano. Leo hii ukiangalia Waisraeli pamoja na Wapalestina wanapigana na wanauana, lakini pamoja na kuuana kwao hawakuacha kupata nafasi ya kuzungumza. Yani wanakaa wanazungumza, bwana sasa tumeuana sana, hebu tukae tuzungumze, tujaribu kuyakonsaini baadhi ya mambo ili tupate kwenda sawa sawa. Kwa hiyo hata katika mapambano ya kivita bado mazungumzo huwa yanahitajika kuweza kufanyika ili kuweza kupatana katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo diplomasia ni jambo ambalo linapatikana hata katika eneo la mapambano. Tumeona wenzetu wa Chama cha Wananchi CUF waliuliwa, takribani kumbukumbu zinasema watu 27 Zanzibar walipigwa risasi baada ya uchaguzi kuwa umemalizika, ambao Maalim Seif alikuwa, kwa historia tunaambia kwamba alikuwa ameshindwa, lakini alikuja akatokea mapambano, watu wakaandamana, wakapigwa risasi, lakini at the end of the day walikuja wakakaa pamoja, walikuja wakakaa wakaya consign na walikuja wakapatana, na sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi kuna serikali ya umoja wa kitaifa, diplomatic, watu kuweza kuzungumza.
Lakini swala hili kwa sasa hivi katika chama chetu halipo tena katika diplomasia. Ni kwamba swala la mazungumzo halipo tena. Sasa hivi tunaambiwa kwamba tuelekee katika mfumo wa nginja. Lakini sasa tumebaki kuwa na misimamo ambayo misimamo hii kama vile nilivyosema tuko vitani, lakini inakuwa more than, yani kuliko hata ile mazingira tuliokuwa vitani. Na matokeo yake sasa tunakuwa na misimamo ambayo mpaka inatukosesha baadhi ya busara, na inafikia pahala mpaka watu wa Chama cha Mapinduzi sasa hivi wanatutegea mitego na tunaingia kichwa kwa sababu tumekosa kuweza kutumia busara. Nitatoa mfano mmoja. Kabla ya uchaguzi mkuu wa chama chetu kilihitaji kuweza kufanya uchaguzi mwaka mmoja kabla. Lakini baada ya kuona kwamba hatukujipanga, chama kiliandika barua kwa msajili wa vyama kwamba jamani, sisi sasa hivi uwezo wa kufanya uchaguzi hatuna. Tunahitaji mtupe mwaka mmoja ili tujipange tuweze kuingia katika uchaguzi. Msajili alikuja akakubali hayo. Lakini baada ya kutumia mwaka mmoja napo pia chama kilikuwa pia hakijajipanga katika hivyo. Kikaomba nyongeza ya mwezi mmoja. Mwezi mmoja ukaja ukakubaliwa, chama kikaingia katika uchaguzi mkuu. Hii inazungumzia issue ya diplomatic, kuwa na busara katika uongozi. Katika serikali zetu hizi za Kiafrika tukubali, hususan katika katiba yetu ya Tanzania, tukubali tukatae, ni kwamba rais kikatiba ana madaraka makubwa sana, kiasi kwamba ana uwezo wa kuja akakwambia wewe mchukueni Ali wekeni ndani, na unakaa ndani kweli, sio masiara, utakaa ndani kweli mpaka muda ambao atakaotaka rais. Tumeona haya kwa Balozi Christopher Kasanga Tumbo, aliwekwa ndani na Mheshimiwa Mwalimu Nyerere kwamba huyu bwana awekwe detention, atembee takriban mita 50 nyumbani kwake pale Tabora. Aliwekwa hivyo na alikaa katika mazingira yale mpaka mzee Mwinyi akaingia akamsahau, akaja kumkumbuka mzee Mkapa. Pata picha sasa, mtu kama mimi Ali uje uwekwe leo detention, halafu mpaka aje rais aje akukumbuke wewe Ali wa Vingunguti siku gani? Manake unaweza ukaja ukakumbukiwa wakati wewe ushaingia kaburini. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kwa mujibu wa katiba hii tuliyokuwa nayo, rais ana madaraka makubwa sana, na ndio maana katika swala zima ya reforms tunaunga mkono kwamba rais aweze kupunguziwa madaraka. Lakini hawa CCM tukiwaacha peke yao, mathalan kwamba wafanye vile wanavyotaka wao, wanaweza kujitengenezea mazingira kiukweli kwamba wakatunga sheria ambazo zinaweza zikatufeva sisi za kuwafanya wao waweze kutoka madarakani kwa kubaki wao peke yao. Hili ni jambo ambalo tunahitaji kuweza kulitafakari, lakini pia tunaweza kulifanyia kazi. Lakini pia chama changu kimeingia katika msimamo wa no reforms no election. Nakubali katika swala zima la kufanyika kwa reforms, kwa sababu mazingira hayo ya sheria tulizokuwa nazo ni mtihani kusema ukweli. Lakini no election, kwamba hakuna uchaguzi, tunasusia uchaguzi, hakuna uchaguzi kwa maana tunazuia uchaguzi. Lakini taarifa zinazokuja katika mazungumzo ni kwamba tunazuia uchaguzi. Lakini tukae na kutafakari katika mazingira mazuri tu, tukiwa tumeziweka huru akili zetu kwamba ni kweli tunao uwezo wa kuzuia huu uchaguzi. Ni kweli kabisa kwamba uchaguzi unaofanyika ni uchaguzi ambao uko hovyo, ni uchaguzi ambao reforms tunahitaji kuweza kuzifanya ili tuweze kupata uchaguzi uliokuwa mzuri. Lakini tujiulize, ni kweli tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi? Hata wewe unanisikiliza hapo, hebu jaribu kutafakari, tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi? Hao wa Tanzania wa kuweza kuzuia uchaguzi tunao, wako tayari? Watu ambao wako 1000 wanaweza kukimbizwa na defender yenye askari 6, hawa wataweza kweli kuzuia uchaguzi? Lakini tujiulize, tumeona mfano mdogo sana katika serikali za mitaa. Tumeenguliwa, tumenyang'anywa, halafu hakuna chochote kilichokuwa kimetokea. Sasa kuna vitu vya kuweza kujiuliza hapa. Kama tumekuwa na nguvu, kwamba tuna nguvu kweli ya kuweza kuzuia uchaguzi huo, kwa nini hii nguvu tusiitumie katika kushiriki, tukaforce? At least ni heri kupata katika 100 ukapata 20
kuliko ukaingia katika 100 ukakosa zote. Kipi kilichokuwa bora? Kwa sababu kama tunadai reforms, wataingia wao, watatengeneza bunge lao na watakuwa wao na watatunga sheria zenye kuwafaa wao na watasema hii tayari tumefanya reform, lakini wamefanya reform wakiwa wao kwa maslahi yao. Hivi ni vitu ambavyo tunahitaji kuweza kutafakari. Kimsingi ni kwamba watu wetu wa Tanzania hawapo tayari. Kwa maana hawapo tayari kivipi? Wako tayari kwa maana ya kusikiliza, wako tayari kwa maana ya kushangilia kwenye mikutano, lakini hawako tayari katika kufanya reaction. Na hili ni jambo ambalo nilijaribu kushauri. Kama tunahitaji namna nyingine yoyote ya kuzuia uchaguzi, hebu tushirikini katika uchaguzi huu. Nilizungumza na moja katika viongozi wakubwa tu katika chama wakati tunaitwa viongozi pale makao makuu. Mungu anashuhudia katika hiki ninachokisema. Wanasema haya tunayazungumza, lakini kimsingi ni kwamba tutaingia katika huu uchaguzi. Na hata ilipofikia pahala kwamba hatukuweza kusaini fomu za maadili, nikasema hili jambo linakuwaje? Wakasema kwamba miaka yote chama chetu huwa kinachelewa katika kusaini fomu ya maadili. Kwa hiyo sio tatizo, sheria inaturuhusu. Kwa hiyo hii tunakwenda tunatia pressure, lakini baadaye tutakuja